Hii ni asubuhi ya mapambazuko kwa Bariadi, lakini ni asubuhi ya mapambazuko kwa kanda ya Ziwa, kwamba Bwana ametujilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mheshimiwa mkurugenzi wa uinjilisti Mchungaji Kundaeli Chanjarika, pamoja na kamati yako, nyinyi ni kama vile Bwana aliwaumba maalum kwa ajili ya uinjilisti. Mmekamilika kabisa. Askofu mwenyeji Mchungaji Lucas Segesa, mkurugenzi wa CMF Mchungaji Abel Manupa, waheshimiwa wainjilisti wote wa taifa, viongozi wa majimbo na sisi sote tulioko mahali hapa, ninawasalimu kwa jina la Yesu. Nimesimama mahali hapa kwa kazi moja tu, ya kufungua mkutano huu, ambapo ninaamini mpaka wakati tutaufunga siku ya Jumapili, vilema wengi watakuwa wanatembea mahali hapa, wasiosikia watakuwa wanasikia, walio na mateso mbalimbali tutamwona Yesu hapa live akiwa anawaponya watu. Lakini ninajua amani ya Mungu itaingizwa ndani ya mioyo mingi ya watu ambao watakuja kumwamini Yesu Kristo mahali hapa. Kwa hiyo mimi ninafanya ufunguzi, na kabla sijafungua mkutano huu, naomba niwaletee salamu nyingi sana kutoka kwa kiongozi wetu, Askofu Mkuu wa Kanisa la Tanzania Assemblies of God, Daktari Barnabas Weston Mtokambali. Amenituma salamu nyingi sana, na anawapenda sana watu wa kanda ya Ziwa, especially watu wa mahali hapa, kwa sababu tuna majukumu mengi. Mimi nimetumwa mahali hapa kumwakilisha. Kwa hiyo pokeeni salamu zake nyingi. Pokeeni salamu za makao makuu ya kanisa la TAG. Kanisa la TAG linaendelea vizuri na tunahubiri injili kila mahali, kwa sababu tunaishi dakika za mwisho. Yaani kipindi hiki ambacho tunaishi, ndugu wa Tanzania, tunaishi katika dakika za mwisho. Wakati unakaa duniani, ni lazima ujue ya kwamba hii dunia ina mwisho. Waswahili walisema hapana marefu yasiyo na ncha, wakimaanisha hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho. Kila uliyeko mahali hapa au unayenisikia mahali popote, maadamu una mwanzo wako, pia una mwisho wako. Na kama una mwisho wako, swali la kujiuliza, mwisho wako unaenda kuwa vipi? Na kwa sababu tunatamani uwe na mwisho mzuri, tumekuandalia mkutano huu mkubwa mahali hapa, ili akitokea mtu mwenye akili aweze kufanya maamuzi mazuri ambayo hata yajutia kabisa. Tumewaletea mkutano mkubwa wa injili. Tunaishukuru kamati ya uinjilisti kwa maono haya makubwa, lakini kwa kuuelewa moyo wa askofu mkuu ya kwamba tunataka Watanzania wapone, na mega crusade zitafanyika nyingi ndani ya taifa la Tanzania.
lakini tumepata bahati na neema ya kuwa na wainjilisti wa kitaifa ambao Bwana ataweka mzigo huu wa kufanya mikutano kila mahali kwa kiwango hiki kinachofanyika mahali hapa katika jimbo hili la Simiyu Kusini, Simiyu Kaskazini. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Bariadi mmebarikiwa. Naomba niwaambie jambo moja wakati nataka kuondoka hapa. Mungu anapoona mabaya yanakuja kwa watu au anapoona uharibifu unakuja kwa watu, mara zote hutuma watumishi wake ili walete ujumbe utakao waponya watu wake, kwa sababu Mungu hataki watu waharibikiwe. Na akasema katika Amos 3:7 ya kwamba Mungu hatatenda neno lolote bila kuwafunulia manabii na watumishi wake. Leo hii na wiki hili Mungu amewatuma watumishi wake, ameweka neno la uponyaji. Ninawashawishi watu wa Bariadi wafungue mioyo yao, wasikie kile Mungu anataka kusema na maisha yao. Watu wa Bariadi, ninyi sio wa kwanza. Kabla yetu walikuwepo watu wanaitwa kipindi cha Nuhu. Mungu alipoona uharibifu katika kipindi cha Nuhu, alimuinua mtu anaitwa Nuhu, akawaambia watu kuna gharika inakuja. Kwa hiyo Mungu aliwaonya watu na kuweka ujumbe kwa kinywa cha Nuhu ili watu wengi waweze kuponywa. Walikuwepo ambao walikataa, walikuwepo ambao walikubali. Hali kadhalika Mungu alipoona uharibifu katika taifa la Ninawi, Mungu alimtuma Yona kwenda kuwaonya. Na Yona akaenda kwenye mji wa Ninawi, na watu wa Ninawi waliposikia walitubu, na Mungu akaahirisha mabaya aliyokusudia juu yao. Ninapotaka kuondoka hapa ili nimlete mhubiri wa zamu, kwa sababu mimi sio mhubiri, nataka niwajulishe watu wa Bariadi ya kwamba kuna mtu anaitwa Shetani. Moja ya kazi kubwa ya Shetani ni kuwafariji watu uongo, kuwawekea watu faraja na matumaini ya uongo. Anawadanganya, na Biblia inasema ya kwamba katika siku za mwisho ambazo ndio hizi ambazo tunaishi, katika kile kitabu cha Ufunuo 12:9 anasema yule joka akatupwa chini, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, ili audanganye ulimwengu wote. Kwa hiyo kazi kubwa ya Shetani ambaye anaitwa nyoka ni kudanganya na kushawishi na kupotosha watu, akiwaaminisha watu uzinzi ni mzuri, akiwaaminisha watu uchawi ni mzuri, lakini kumbe anataka maisha yao yaharibike. Tunaishi katika kipindi ambapo kuna mafundisho mengi ya uongo, na Yesu anatuonya katika Injili ya Mathayo sura ya 14 ya kwamba manabii wengi wa uongo watatokea na watawadanganya watu wengi. Tumesimama mahali hapa, tumewaletea mkutano huu ili mwenye moyo wa ufahamu afanye maamuzi sahihi, maisha yake yasipotee. Tunaishi katika nyakati ambazo uovu umeongezeka. Tunaishi katika kipindi ambacho wazazi wanaua watoto wao wapate pesa. Tunaishi katika kipindi ambacho watoto wanaua wazazi wao wapate pesa. Tunaishi katika kipindi ambacho watu wanabaka ndugu zao. Tunaishi katika kipindi ambacho
Watu wanapenda pesa kuliko kuwapenda watu. Hizi ni dalili za mwisho. Tumekuja na neno la Bwana, tumekuja na neno la uponyaji, tumekuja na upendo wa Mungu. Tunaalika watu wa Bariadi ya kwamba msifunge masikio yenu wala msizuie mioyo yenu kulisikia neno la Mungu, kwa sababu Bwana hataki watu wa Bariadi wapotee. Mimi sihubiri, yuko mhubiri. Mimi nimetangulia mbele yake kutaka kuwajulisha watu ya kwamba kwa siku 6 tumewaandalia neno la uponyaji. Ninamaliza kwa kusema namna hii: mkutano huu umebeba pendo la Mungu. Mkutano huu umebeba tumaini la maisha yako. Yesu Kristo ni tumaini la ulimwengu. Yesu Kristo ni jawabu unalolitaka. Shetani anajaribu kuwapotosha watu, lakini Yesu yupo hapa kuvunja kazi za giza. Wiki hili Yesu yuko hapa kuganga mioyo ya watu. Ninayesimama mahali hapa, nilikuwa ninahubiriwa injili kama tunavyowahubiria. Nilishawahi kuwa mwizi. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa mwisho darasani. Mimi ni mtu ambaye watu walinidharau na kunitukana. Lakini siku moja akasimama mhubiri, akaongea habari za mtu anaitwa Yesu Kristo. Na niliposikia habari za Yesu Kristo, nikasema ninamtaka huyu Yesu. Ninayesimama mahali hapa, Bwana amebadilisha maisha yangu. Mimi ni ushuhuda ya kwamba Yesu anageuza, anaponya maisha ya watu. Mimi ni miongoni mwa watu waliopata bahati ya maisha yao kubadilishwa. Kwa mamlaka niliyopewa kama mtunzaji na mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, lakini kwa neema ya Mungu aliyoiachia juu ya maisha yangu, ninasimama mahali hapa kwa heshima ya kanisa langu, na ninasimama mahali hapa kwa heshima ya mbeba maono wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, ambapo tunataka watu zaidi ya milioni 45 waokolewe, zaidi ya watu milioni 9 waokolewe. Ninasimama mahali hapa nikisema wiki hili ni wiki la uponyaji. Nikisimama mahali hapa kwa neema ya Mungu nikisema wiki hili watu wanaenda kuokolewa. Ninasimama mahali hapa kwa neema ya Mungu nikisema wiki hili shetani anaachia watu waliowakamata. Ninasimama kwa neema ya Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neno la Bwana linasema chochote nitakachokifungua duniani mbingu zinanisikia, mbingu zinafungua. Chochote ninachokifunga duniani mbingu zinanisikia, mbingu zinafunga. Nami ninafunga kazi za giza katika jina la Yesu. Ninafungulia mkutano huu mahali hapa, na ninasema ya kwamba mkutano huu umefunguliwa kwa jina la Mungu Baba, kwa jina la Mungu Mwana, kwa jina la Mungu Roho Mtakatifu. Acha watu waokolewe, acha miujiza ifanyike, acha Yesu ahubiriwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amen. Vilema wanaenda kutembea, sema amen.